Asante sana. Kwanza awali ya yote nishukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, lakini nishukuru kamati ya utendaji ya TEFA iliyomaliza muda wake Februari 7 mwaka huu, lakini niwapongeze wanachama wa TEFA kwa kutambua wajibu wao ni nini. Wameshirikiana na kamati ya utendaji iliyopita kunikabidhi ofisi leo, na kwa sababu tangu nimechaguliwa tarehe 7 mwezi wa pili mwaka huu katika ukumbi wa My Promise Chamazi Mfenesini, nilikuwa sijakabidhiwa ofisi. Kulikuwa na taratibu za makabidhiano ya ofisi ambazo zilikuwa zinaendelea baina ya kamati ya utendaji iliyomaliza muda wake na sisi, lakini kwa jambo la kushangaza baadhi ya viongozi waliopita walikuwa wamekaidi kukabidhi ofisi. Mpaka leo wanachama na kamati ya utendaji iliyopita wameamua kulikabidhi kwa mikono yao miwili taasisi yao. Kwa hiyo niwaambie, TEFA nitaiunganisha, itakuwa TEFA moja, na kuanza leo natangaza makundi yote na yavunja. Nitafanya kazi kwa uadilifu mkubwa, kwa sababu chama cha mpira wa miguu Manispaa ya Temeke wanachama wake ni vilabu, na vilabu vinatambua utendaji wangu kwa sababu niliwahi kufanya kazi na wao katika vipindi tofauti. Ndio mwenyekiti, umeainisha kuwa walikuwa viongozi waliopita walikuwa wagumu kukabidhi ofisi, pengine walikuwa na sababu zipi? Sababu hawana, ni uroho tu wa kung'ang'ania madaraka na kushindwa kuheshimu katiba za vyama pamoja na kanuni. Sasa hizo si dalili mbaya pia kwa uongozi wako, maana upinzani tayari utaendelea kuwepo? Nitavunja makundi kwa sababu chaguo la umma na umma ndio umeshinda. Walinichagua wanachama, niliona tangazo la uchaguzi, nikaja nikachukua fomu kwa hiari yao wenyewe, wanachama wakaamua kunikabidhi niwe mwenyekiti wao ili kuondosha hiyo migogoro na vurugu zilizopo TEFA kwa sasa. Pengine mpaka sasa hujapata ushirikiano moja kwa moja, maana bado kuna makufuri hapo katika ofisi. Baada ya baadhi ya viongozi waliokuwa wanang'ania madaraka kuamua kufunga ofisi na kuondoka nje ya eneo hili, wanachama wakaamua na wao kuweka kufuli zao kufunga mpaka utatuzi wa mgogoro huu utakapofanyika. Kwa hiyo kwa sasa hivi ningependa niipishe kamati ya utendaji iliyopita, kwa maana katibu mkuu wa sasa azungumze machache, atakuwa na uwezo wa kuzungumza mambo mbalimbali yakiwemo ya wanachama, lakini pia changamoto mbalimbali alizokutana nazo. Kwa kifupi tu mwenyekiti, unahisi baada ya muda gani angalau utaweza kupiga hatua kubwa? Baada ya muda gani baada ya kutoka? Kwa sababu naungwa na mkono na walio wengi, kwa kushirikiana na wao na imani sitochukua muda mrefu kuvunja haya makundi yaliyopo. Bila shaka swali la mwisho la nyongeza. Tumeona hapa watu wamekusanyika wengi nje, lakini kama hivyo makufuri bado yanaonekana yamekaa katika milango ya ofisi. Manake bado kuna mgogoro. Itakuwaje, kazi itaanzaje kwako ukiwa kama mwenyekiti? Nitaanza kazi kwa sababu walionikabidhi, kwa maana vilabu ndio wenye mali. Matatizo haya kwa muda mrefu wanachama, kwa maelezo wanaonipa, walikuwa wamelalamika katika maeneo mbalimbali yanayohusu TEFA, lakini kwa njia moja au nyingine walishindwa kupata utatuzi. Kwa hiyo sasa leo wameamua kama wenye mali waje kuchukua nyumba yao. Sidhani mwenye nyumba anapochukua nyumba yake kama mpangaji tena una sababu ya kubaki. Umesimikwa mamlaka sasa, kwa maana wamekukabidhi. Ni hatua ipi inafuata sasa baada ya hichi kinachoendelea? Hatua ya kwanza nitaitisha kamati ya utendaji ya TEFA ambayo iliyopatikana tarehe 7 na kuzungumza mipango